Umesikia mbiu, Yesu okoa, utangazeni kote, Yesu okoa, tiini amri hiyo, nchini baharini, enezeni mbiu hii, Yesu okoa. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na Mahubiri TV, nikukaribishe kwenye kipindi chetu kizuri, kipindi cha Na Tuombe. Kwenye kipindi hiki tunapata elimu ya kiroho, elimu ya kimungu, lakini pia tunakuwa na wasaa wa kutuma jumbe za shuhuda, kile ambacho Mungu amekutendea, lakini pia na maombi ili tuweze kuomba pamoja. Namba yetu ambayo inatumika ni 0755 932 283. Narudia tena 0755 932 283. Unaweza ukatuma ujumbe wako moja kwa moja, ujumbe wa maombi au ushuhuda. Na kwa kadri tunavyopata nafasi, tunaweza tukasoma zile jumbe zenu na zile shuhuda mbalimbali ambazo mmezituma. Sasa nianze kwa kusema mambo yafuatayo pia. Tunaanza mkutano wetu mkubwa wa DANET event tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka 2025. Kwa hiyo vipindi vyetu vya kila Jumatano masaa kama haya tutavisitisha mpaka ule mkutano utakapoisha. Ina maana kwamba leo ni kipindi cha mwisho kwa mwezi huu, ili itakapofuatia baada sasa ya DANET event kupita, ndipo tutaanza kuangalia vipindi vitakavyofuata. Kumbuka katika somo letu la mwisho tuliangalia aina 2 za kupambana kiroho, sehemu ya kwanza. Leo tunaingia sehemu ya pili. Na nimesema kwamba kwa mara ya kwanza kabisa nikaona comment ya mtu ambaye anasema mimi sijaelewa kabisa. Na kwa sababu ya mtu huyu nitarudia kuelezea kwa kifupi kile ambacho tulikijadili katika Jumatano iliyopita, sehemu ya kwanza ya aina 2 za kupambana kiroho. Alafu ndipo niingie sehemu ya pili. Nilisema ya kwamba katika aina hizi 2 za kupambana kiroho, sehemu ya kwanza ni kupigana kwa ajili ya ushindi. Kupigana kwa ajili ya ushindi. Sasa kwa nini hata baadhi ya watu wanaona kama vile somo lililopita hawajaelewa vizuri? Ni kwa sababu hii ndio aina tulioizoea na ndio ambayo tunaitumia sana katika vita ya kiroho. Yaani unapigana ili ushinde. Unapambana ili uweze kumshinda shetani. Unapambana ili uweze kumng'oa katika familia yako. Unapambana ili uweze kumng'oa katika biashara yako. Hii ndio tulioizoea. Na hii staili ina mateso mengi sana. Ina msongo mwingi sana. Kwa sababu unapambana ili ushinde. Ina kujipanga kwingi sana. Ina mbinu ambazo tunazitumia za kibinadamu nyingi sana. Lakini kwa vile imejaa msongo mwingi, kuna baadhi ya watu wanajikuta wanaishia njiani, hawafiki. Ndio wengi ambao wanajiuliza, mbona nimeomba lakini bado wachawi wame? Mbona nimeomba lakini bado biashara yangu inaporomoka? Mbona nimeomba lakini bado? Hayo maswali yanaibuka kwa sababu ya njia ya kwanza ambayo ndio tulioizoea. Ingekuwa kwamba tunatumia katika lugha za kawaida, tungesema ni njia ya kitamaduni au traditional method. Hii ndio imezoeleka sana. Kila muumini unayemuona anapambana ili ashinde, anapambana ili ashinde. Kwa hiyo sehemu ya kwanza imekuwa hivyo. Ni kusomea kidogo slide ambayo tuliitumia siku ile ya kwanza kutafsiri maana ya njia ya kwanza ya kupambana kwa ajili ya ushindi, ambao kweli si salama sana. Na utashangaa kwa nini si salama. Sikiliza vizuri. Kupigana kwa ajili ya ushindi ni wazo la kiroho linaloeleza hali ya muumini ambaye anahangaika ili kupata ushindi. Badala ya kupigana akiwa tayari ana ushindi ndani ya Kristo, ni mtazamo wa maisha ya Kikristo unaoegemea kwenye juhudi binafsi, hofu au matendo ya kujitahidi kumpendeza Mungu.
Kwa hiyo mtu ambaye anapambana ili ashinde, mara nyingi anapoona kwamba kile anachokipambania hakitokei, anakuwa na kawaida ya kuuliza maswali yafuatayo: nimemkosea nini Mungu? Mbona sioni hiki? Nimekosa nini? Dhambi gani nimetenda ambayo sisamehewi mpaka nateseka kiasi hiki? Kwa hiyo kama unajiuliza haya maswali, wewe uko kwenye kundi la kwanza la watu ambao wanapambana ili washinde. Na hili kundi limejaa mateso mengi, limejaa msongo mwingi, limejaa jitihada binafsi. Ndio watu ambao wanajikuta kwamba wakati mwingine wanatoa sadaka ili Mungu awatendee, hawatoi sadaka kama ibada. Nikasema kwamba ni kweli matoleo yana baraka zake, lakini Mungu hahongwi. Mtu ambaye anatumia hii mbinu ya kwanza ni mtu ambaye anajitazama ye binafsi ili kupata ushindi. Kwa hiyo hata kama akifunga, anafunga kwa jitihada binafsi ili kupata ushindi, bila kujua kwamba kufunga hakumsababishi Mungu atujibu maombi yetu, ila kunatuweka sisi sawa ili tupelekane na Mungu katika ulimwengu wa kiroho. Naongea zaidi tena ili tuweze kuelewana. Sehemu ya kwanza ya kupambana ili ushinde imejaa jitihada binafsi. Unapambana huku ukiwa na woga, japo unajidai jasiri. Unakemea huku ukiwa ni mwoga ndani, japo kwa nje unataka uonekane kwamba wewe ni jasiri, lakini ndani una mashaka. Unapoona umewekewa kwa mfano vitu vya kishirikina, naongelea katika muktadha wa Kiafrika zaidi, unakuta umewekewa vitu vya kishirikina kwenye biashara yako. Umekuta labda wameandika, wamechora michoro fulani, wameweka tuseme labda hirizi. Unakemea kwa jina la Yesu, lakini ndani unawoga. Huyu ni mtu ambaye anapambana ili ashinde. Ina maana anamuona adui akiwa amejipanga dhidi yake, na anaona kwamba kama hataongeza jitihada, adui atamshinda. Mtoto wako umeomba kwamba aache pombe, lakini bado anaendelea kunywa pombe. Unawaza kama vile adui zako amekuweza. Kwa hiyo hata maombi yako unakuta ni maombi ya kulalamika. Mungu, mbona umeacha? Mbona mimi nafanya hivi lakini unifanyii hivi? Na shetani ni mjanja sana, anatujua katika hili. Ndio sababu akituingiza kwenye matatizo, akituletea balaa na mikosi na changamoto, hataki tuendelee kumwona shetani kwamba ndiye tatizo. Anatugeuza, tunaanza kumlaumu Mungu ambaye hajaingilia kati. Kwa ndo zinakuja hizo kauli ya kwamba mbona nimeomba sana sijaona matokeo. Kwa hiyo kupigana ili ushinde ni kupambana ukitegemea jitihada zako, uwezo wako, masharti yako, kujizuia kwako ili uweze kumshinda shetani. Lakini kupigana ukiwa umesimama katika ushindi ni kupambana hali ukijua ndani ya moyo na kushawishiwa kabisa ya kwamba shetani alishindwa tayari. Kwa hiyo wewe unapambana ukiwa umesimama katika ushindi ambao Kristo Yesu alikupatia pale msalabani. Hiki ndicho ambacho tunaingia leo sehemu yake ya pili, ili uweze kukiona kwa kina na jinsi ambavyo kupambana ukiwa umesimama kwenye ushindi kunampatia Mkristo pumziko la kiroho. Hakai kizembe, anapambana lakini akiwa amepumzika, amerelax, kwa kuwa Kristo amemshindia tayari. Nikushauri kwamba uingie YouTube ukaangalie somo langu ambalo nimefundisha kuhusiana na mada nzuri ya neno maneno ya Yesu ya imekwisha, kwamba alikuwa yana maana gani, maneno ya mwisho Yesu yenye nguvu kuliko yote. Utakaposikiliza ile somo litakusaidia kuunganisha na hii sehemu ya pili ambayo tunaigusa siku hii ya leo. Tuliangalia mfano kwamba Sauli alivyokuwa anapambana, alikuwa anapambana ili ashinde. Daudi alikuwa anapambana akiwa amesimama kwenye ushindi tayari. Kwa ni staili mbili tofauti za wapiganaji. Mmoja anapambana ili ashinde. Ndio maana Sauli alivyoona mambo yamemshinda, hayaendi sawasawa, akaenda kwa wachawi. Ndivyo Wakristo wengi walivyo leo. Anapoona ameomba sana, hakuna matokeo, hapati mtoto, haoni chochote, anageuka kwa waganga. Kwa kuwa staili yake ya kupambana, alikuwa anapambana ili ashinde, lakini alikuwa hapambani akiwa amesimama katika ushindi. Hiki natamani kila mmoja aweze kukielewa vizuri, na sehemu ya pili ambayo tunaingia sasa, isikilize kwa makini ili ujue kwamba unapambanaje ukiwa umesimama kwenye ushindi, na utaona matokeo makubwa sana katika maisha yako. Hebu tumuombe Mungu kabla ya kuingia sehemu ya pili, kwa kuwa ni nyeti sana. Baba yetu na Mungu mtakatifu, ninakushukuru kwa neema na upendo wako. Tunapokwenda sehemu ya pili ya somo hili, naomba mtazamaji, msikilizaji,
ukapate kugusa akili zake, neno hili likaingie na kuonyesha matokeo katika maisha ya kila siku. Kwa jina la Kristo Yesu tumeomba na kuamini, amen. Nataka nikupe mfano ufuatao, au tusome kwanza alafu nitakupatia mfano ili uweze kuelewa vizuri. Sikia, kupigana kutoka kwenye ushindi ndio sehemu ya pili ya somo ambalo tunamalizia siku hii ya leo. Kupigana kutoka kwenye ushindi ni kanuni ya kiroho yenye nguvu, inayomaanisha kuwa sisi hatupigani ili tupate ushindi dhidi ya dhambi, shetani na mawakala wake, au vita vya kiroho, bali tunapigana tukiwa tumesimama katika nafasi ya ushindi uliokwisha patikana kupitia Yesu Kristo. Tunaishi, tunaomba na tunasimama imara tukijua kwamba Yesu ameshinda tayari kwa ajili yetu kupitia msalaba na kufufuka kwake. Tofauti na ile nyingine, una jitihada binafsi, mikakati binafsi ili kuweza kushinda. Lile kundi la kwanza ndio utakuta mtu anaweza akaogopa kula chakula, maana anaogopa kuwekewa kitu fulani, anaogopa wachawi watamfanyia kitu hiki. Ni kundi la kwanza, anapigana ili ashinde. Kundi la pili ambaye anapigana akiwa amesimama kwenye ushindi, anashika kanuni ya kwamba mtakula vitu vya kufisha wala havitawadhuru. Hili kundi la pili lina ujasiri zaidi kwa kile ambacho Yesu amesema, kile ambacho Yesu ameahidi kwamba ni kweli na kina nguvu hadi leo, kiasi kwamba hawategemei nguvu zao binafsi, kundi la pili, ila wanategemea nguvu za Mungu zaidi. Kwa hiyo hata namna ya kuomba anategemea kuongozwa na Roho. Mungu atusaidie sana. Hebu nitoe mfano wa kawaida katika maisha kila siku. Tuna wamama wawili, wote ni wajane, wote wanasomesha watoto, wote watoto wamefukuzwa ada. Mmoja inabidi akapambane kufanya vibarua na kuomba watu ili wamuunge mkono aweze kulipa ada ya mtoto wake. Kwa utamkuta yuko bize kufanya kazi kwa bidii, yuko bize kufanya vibarua, yuko bize kutafuta watu wamsaidie, yuko bize. Huyu wa kwanza. Huyu wa kwanza ni anawakilisha Mkristo ambaye anapigana ili ashinde. Kwa hiyo utakuta anahangaika usiku halali, ana masaa machache ya kulala, anakesha akipambana, kwa sababu anapambana dhidi ya nguvu za giza. Anataka ashinde. Anafunga siku nyingi mpaka amekonda, anapambana ili ashinde. Huyu Mkristo ambaye anawakilishwa na huyu mama ambaye anahangaika kwa ajili ya ada ya mtoto wake. Kwa nini? Kwa sababu ada hana. Kwa nini? Kwa sababu hana vyanzo vya kupata ada vilivyo sawa sawa. Kwa ataenda kufagia kwa watu, ataenda kulima vibarua, ataomba na baadhi ya watu wamsaidie. Anahangaika huyu mama ili apate ada. Kundi la pili. Kundi la pili, wakati mume wake anakufa, alimwachia maelekezo, akamwambia, nina hisa kwenye kampuni na hizi hisa zipo kwenye akaunti fulani, na wewe kule nimekuandika kama mrithi. Siku watoto wanahitaji ada, utaenda kwenye ile kampuni na dokumenti hii uwaonyeshe. Ukaonyesha, watakupa ada ya mtoto. Nikuulize swali, unanitazama na utakomenti kwenye YouTube hapo ili uweze kuniambia majibu yako. Kati ya hao wa mama wawili, yupi atalala usingizi? Kati ya hao wawili, yupi atalala usingizi? Wote wana shida ya ada, wote watoto wamefukuzwa, wote wamerudishwa pamoja. Yupi atalala usingizi kati ya hao wawili? Endelea kutuma komenti zako. Ndio, umejibu sahihi. Ni huyu ambaye ana uhakika wa ada na anakwenda kwenye kampuni, ambaye mume wake ana hisa na alimtambulisha kule na ana dokumenti halali, ambaye akifika pale kampuni inajua automatic inampatia ada. Sikiliza sasa. Wote wana matatizo yanayofanana, lakini wana vyanzo tofauti vya kupata. Huyu wa kwanza, huyu
kupitia vibarua, kupitia kuomba, atapata ada pia, lakini kwa mateso mengi. Huyu atapata ada kupitia mali alizoacha mme wake. Sina maana kwamba Wakristo wanaopambana ili kupata ushindi hawapati ushindi. Wanaupata, lakini kwa mateso. Wanaupata, lakini kwa taabu. Wanaupata, lakini kwa kumenyeka. Hawa wanapata ushindi kwa kustarehe ndani ya Kristo Yesu, sio wazembe. Maana itambidi aende kwenye kampuni, ndio jitihada ambayo anayo. Itambidi aende na dokumenti sahihi, ndio jitihada ambayo ataifanya. Na yeye ana kitu cha kufanya, lakini sio kigumu kama huyu mwingine ambaye yuko upande huu mwingine. Nadhani unaanza kunielewa sasa. Hii itatupatia kuelewa ni kwa nini kuna baadhi ya Wakristo wenzetu ambao katika kuomba kwao hata hawahangaiki sana. Katika kuomba kwao wanaona matokeo kwa haraka, ni kwa sababu ya staili mbili za kupambana. Natamani kila mmoja aweze kuelewa hili. Na ninajua kwamba hata unanitazama unatamani uwe kwenye hili kundi lingine, lakini ili uingie kwenye kundi lingine ambalo linapambana kwa ajili kwa vile wameshashinda tayari, ni elimu ya kiroho ambayo unatakiwa uipate kujua kuingia kwenye kundi la pili. Mungu anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa kuna baadhi ya mateso umekuwa nayo kwenye maisha yako, sio kwamba Mungu hajawahi kukutendea, lakini kwa sababu ya ujinga, sijasema upumbavu, ni kuto kujua hatua na kanuni za kiroho na kuto kujitambua kwamba wewe ni nani. Unapojitambua kwamba wewe ni nani na kwamba kwenye kampuni kuna jina lako limeandikwa pale na wewe ni mrithi wa zile haki, kuto kujua kutakufanya uteseke kana kwamba huna wakati una. Haleluya. Mungu haumbi uponyaji leo, ila uponyaji upo, ni kazi yetu kuuchukua na kuutumia kwenye maisha. Kila kitu ambacho unakipitia kwenye maisha yako sio kigeni kwa Mungu, na mlango wa kutokea aliuandaa tayari. Sasa twende vizuri, tuanze kuangalia hapa. Narudi tena, nilikusomea kwenye hiyo slide yako, turudi tusome hii slide tena kwa kina, na wewe fuatilia kwenye skrini yako, na yule ambaye unafuatilia kwa njia ya redio nitakusomea uweze kusikia vizuri. Kupigana kutoka kwenye ushindi, maana yake ni nini? Kupigana kutoka kwenye ushindi ni kanuni ya kiroho yenye nguvu inayomaanisha kuwa sisi hatupigani ili tupate ushindi dhidi ya dhambi, shetani na mawakala wake au vita vya kiroho, bali tunapigana tukiwa tumesimama katika nafasi ya ushindi uliokwisha patikana kupitia Yesu Kristo. Tunaishi, tunaomba na tunasimama imara tukijua kwamba Yesu ameshinda tayari kwa ajili yetu kupitia msalaba na kufufuka kwake. Urahibu wowote unaopitia katika maisha yako, dhambi yoyote ambayo unaona kwamba imekushinda katika maisha yako, tiba ya ushindi ipo, maana Kristo aliishinda tayari. Ni wewe tu kwenda kuamini kwanza ya kwamba amekushindia tayari na kubonyeza katika namba sahihi ili ule ushindi utoke ufanye kuwa wako. Na nyamaza kidogo ili iingie ndani ya akili yako uweze kuitafakari vizuri. Kupigana kutoka kwenye ushindi ni kuishi kwa kuelewa kwamba ushindi tayari umeshapatikana kwetu kupitia Kristo. Hii sio ushindi ambao tunahitaji kushinda, ni ushindi tunahitaji kuishi ndani yake na kuufanyia kazi. Mtindo huu unasisitiza mapumziko, imani na kutegemea kazi ya Kristo ambayo tayari imeshatufungulia ushindi. Natoa mfano mwingine tena. Ni sawa na askari ambao wanakwenda vitani na wanakuta sehemu ambayo wanakwenda kupigana, adui amejenga ngome ambayo hawawezi kupenya, na adui huyu akiwa mle ndani kwenye ngome yake anaweza kurusha makombora na kuwashambulia hawa, na wanajikuta kama wamezidiwa. Ndipo kwa ghafla anajitokeza mtu kutokea jeshi hili, anawaambia, mnahitaji kuingia kwenye hiyo ngome muangushe hao? Wanasema ndio, hao ni maadui zetu. Ndipo anaambia, tulieni, nina kifaa ambacho nikikirusha kiingie mpaka kule ndani, kinamwaga sumu ambayo inafanya adui walale usingizi.
nina kifaa cha pili ambacho nikikitega kwenye ngome yao inaanguka. Kwa ninaanza na cha kwanza, ninarusha kifaa kiingie ndani kule walipo, na kikirusha kile kifaa, adui wote wanalala usingizi. Sijasema wamekufa, no, wamelala usingizi. Anarusha kifaa cha pili, anaangusha ngome hapa, inaanguka. Hawa kazi yao ni nini? Ngome imeanguka, adui wamelala usingizi. Kazi yao ni nini? Ni kuingia na kuwamaliza adui waliolala usingizi. Lakini wakiingia na dhana ya kwamba wale adui bado wana nguvu kama zile za awali, watatumia nguvu kubwa ambayo haikupaswa kutumika, kwa kuwa kila kitu kimefanyika tayari. Kupitia kifo cha Yesu, nianze na maisha ya kwanza. Kupitia maisha ya Yesu Kristo, yote aliyoishi, alivunja nguvu za giza zote kwa aina zake unavyoweza kuzijua wewe. Kupitia kifo chake akavunja nguvu za mauti za shetani. Kupitia ufufuo wake akamnyang'anya funguo Lucifer na majeshi yake yote. Kwa majeshi yake yote unavyoyaona na vitendo ambavyo wanavifanya vyote, wameparalyze, wako chini, wanaburuta tu miguu, ila ni wazuri wa propaganda. Wanajua kupiga kelele, wanajua kueleza, wanajua kufoka, kiasi kwamba wewe unadhani kwamba wamekushinda kwa kuwa kijana wako ameingia kwenye madawa ya kulevya. Unadhani kwamba wamekushinda kwa kuwa kijana wako au mtoto wako sasa hivi ana changamoto ya ndoa. Unajua wamekushinda kwa sababu mume wako anakusumbua. Unajua wamekushinda kwa sababu umeambiwa una saratani. Unajua wamekushinda kwa sababu kuna ndugu yako au nani au mwenyewe umepagawa na pepo wabaya. Si kweli, hawaja kushinda. Hizo ni kelele zao, wameparalyze tayari. Ukitumia jina la Yesu kwa imani ya kwamba adui ameshindwa, hawezi kukushikilia tena. Hata kama huoni mambo yakitokea sasa, amini ya kwamba yameshatokea tayari, maana Kristo Yesu alikushindia kila kitu pale msalabani. Haleluya! Hii ikiingia akilini mwako, utabadilisha staili yako ya kupambana. Utapambana ukiwa umeona ushindi unaopatikana katika Kristo Yesu. Kumbuka nimekuambia, adui hajafa ila amelala usingizi. Adui hajafa ila ameparalyze. Najua kuna mtu ananitazama anasema, lakini mchungaji, mbona Biblia imetuonya kwamba tukeshe na kuomba? Neno kukesha na kuomba ni kuwatch, kuwa macho. Maana yake ni nini? Aliye paralyze, ukiwa karibu naye, anaweza kushika kisu akakuchoma pia. Kuwa macho. Anaposema iweni macho, usikimbilie tu kumkuza shetani ukasahau Kristo alichokifanya. Biblia inasema mshitaki wenu kama simba angurumai, akizunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Andiko halisemi akitafuta mtu amrarue amtafune. Hapana. Kwa nini? Hana meno. Yesu alishamalizana naye tayari. Tuendelee kidogo, huenda tutapata kuelewa zaidi maana ya kupigana ukiwa umesimama katika ushindi. Sifa muhimu za kupigana kutoka kwenye ushindi. Kutoka kwenye ushindi, sio ili ushinde. Kwa lugha nyingine, ukiwa umesimama kwenye ushindi ambao amekupatia Kristo Yesu. Sifa muhimu ni zipi? Moja, ni mapumziko katika kazi iliyokamilika ya Kristo. Ni kupumzika ukitegemea matendo mema ya Yesu. Ni kupumzika ukitegemea Kristo alichokufanyia kwamba ni chako kwa njia ya imani. Kiukweli, hii ndiyo maana halisi ya Sabato, ambao Wayahudi walishindwa kuielewa na Wakristo walio pia wanashindwa kuielewa, kwamba maana yake, maana ya kwanza muhimu ya Sabato ilikuwa ni kukumbuka uumbaji, kwamba Mungu ndiye muumbaji. Ndiyo maana ya kwanza muhimu kabisa. Kwa maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Kwa sababu ya kwanza kabisa ni kutangaza ya kwamba Mungu ni muumbaji. Sababu ya pili ni kutangaza kwamba kupitia Kristo Yesu sisi tunaingia katika pumziko, yani Sabato. Pumziko la kiroho. Pumziko ya kwamba leo kupitia Kristo Yesu
mimi nimewekwa huru dhidi ya nguvu za giza. Kupitia Kristo Yesu sifanyi jitihada tena kama hapo awali za kutafuta ushindi, kwa vile amenishindia tayari. Ndio maana akajitangaza kwamba yeye ndiye Bwana wa Sabato. Maana ya tatu ya Sabato ni kwamba baada ya haya yote tutaingia mbinguni katika pumziko. Ndio maana anasema kama Yoshua angaliwapa raha, asingalisema siku nyingine baadaye. Basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Pale anaongelea habari ya mwishoni tutaingia kwenye pumziko. Kwa hiyo inabeba vitu vitatu: uumbaji, pumziko katika Kristo Yesu na pumziko la baadaye. Mungu atusaidie tuweze kubeba haya vizuri. Sifa ya kwanza ya watu ambao wanapigana wakiwa wamesimama kwenye ushindi, wanapumzika. Ni pumziko katika kazi iliyokamilika ya Kristo Yesu. Kupigana kutokea kwenye ushindi ni kuishi kwa imani na amani na uhakika kwamba Kristo alishinda ushindi mkubwa kwa ajili yetu dhidi ya dhambi, mauti na shetani. Kwa vyote hivi Kristo ameshinda. Hakuna dhambi ambayo Kristo hajashinda. Ndio sababu unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unahesabiwa haki straight pale pale. Imani yako tu inakuwa ni haki. Namba 2, unapewa zawadi ya Roho Mtakatifu, ambaye huyu anakushindia na kukufundisha kila siku. Anakufundisha namna ya kushinda dhambi. Kila siku anakufundisha namna ya kushinda dhambi. Hatuachi kutenda dhambi ili tuingie mbinguni. No. Tunaacha kutenda dhambi kwa vile sisi ni raia wa mbinguni na tumebadilishwa status, na Roho Mtakatifu anatufundisha maisha yale ya mbinguni. Mungu atusaidie. Sikia. Sifa ya pili ya watu ambao wanapambana wakiwa wamesimama kwenye ushindi ni imani katika ahadi za Mungu. Hiyo ndio sifa ya pili. Sifa ya kwanza ni mapumziko katika kazi iliyokamilika ya Kristo Yesu. Sifa ya pili ni imani katika ahadi za Mungu. Izingatie sana hii. Kwenye kile kitabu ambacho umeona kitangazwa hapo mwanzoni kabla tujaanza kipindi cha ahadi za Mungu kwangu, ambacho nimekiandika sasa hivi, ndio kina trend tuseme hapa sasa hivi duniani. Kile kitabu nimejaribu kuonyesha kila muumini aone ahadi za Mungu ndani yake na namna ya kuzidai, kwa sababu huwezi kudai kitu usichokijua. Ahadi zote ambazo tumepewa ni zetu kwa njia ya imani. Na katika ulimwengu wa kiroho, unapohitaji ahadi ya uponyaji, huku unaenda na kudai ahadi ya uchumi, unachanganya mambo. Uponyaji na uchumi ni vitu vile tofauti. Unaweza ukawa na pesa lakini una magonjwa. Kwa hiyo usije ukachanganya mafaili hapa. Kwa hiyo inatakiwa uelewe ya kwamba nahitaji nidai ahadi ya uponyaji. Ahadi ya uponyaji, kwenye package ya uponyaji, katika ahadi ya uponyaji ndipo ndani yake njia iliyo sahihi ambayo Mungu ameichagua kwamba ndio uponyaji wako. Kama inahitaji pesa ili uweze kutibiwa, atakupatia baraka ya fedha ambayo imekuja kwa lengo la uponyaji ndani ya ahadi ya uponyaji. Ikiwa wewe unaumwa alafu unadai ahadi ya uchumi, unaweza ukapata fedha lakini hujapata uponyaji, kwa sababu fedha haziji na package ya uponyaji. Imeze hiyo vizuri na kuitafakari. Angalia sasa. Kwa hiyo sifa ya pili ya watu ambao wanapambana wakiwa wamesimama kwenye ushindi ni imani katika ahadi za Mungu. Anaamini kila ahadi ya kwamba ni ya kwake. Wale wanaopigana kutoka kwenye ushindi wanajua kuwa ahadi za Mungu ni za kweli na hazishindwi kamwe. Wanajua kuwa tayari sisi ni washindi. Sio tutashinda, tumeshinda kwa imani. Tunasubiria kuona kwa damu na nyama, kwa macho haya, lakini kwa macho ya rohoni sisi ni washindi tayari. Haleluya! Mungu akusaidie uweze kulielewa hii. Warumi 8:37 anasema, lakini katika mambo haya yote tunashinda. Angalia sentensi, tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Hili andiko ni zito kweli kweli. Tunashinda. Kwa chochote unachokipitia unashinda.
Unapambana na kitu gani katika maisha yako? Unashinda. Unapambana na umaskini katika ukoo wenu, wewe unashinda. Unaushinda umaskini tayari, na zaidi ya kushinda. Kwa nini? Kwa Kristo Yesu. Haleluya. Unapambana na dhambi ambayo imekushikia katika maisha yako, unajaribu kutoka, inashindikana. Wewe ni mshindi, unashinda. Sasa hivi unashinda, tunashinda. Ni hali iliyopo endelevu, ni kitu ambacho kinaendelea tayari. Kwa hiyo kwa vile kinaendelea tayari, ukiona kuna vitu bado vina koroma, visikupe stress ukasahau ya kwamba wewe unashinda na zaidi ya mshindi. Ukiangalia ile Biblia Kiswahili cha kisasa, yenyewe ikatumia wakati uliopita. Sikia yenyewe jinsi inavyosema. Sasa tuangalie Kiswahili cha kisasa. Anasema, lakini katika mambo haya yote tumepata ushindi mkubwa kwa msaada wake yeye aliyetupenda. Angalia tafsiri jinsi ilivyo. Tumepata ushindi mkubwa kwa msaada wake yeye aliyetupenda. Unaona, tafsiri inaonyesha kwamba tayari tulishapata ushindi, na ushindi huu tumeupata si kwa sababu ya matendo yetu mazuri, sio kwa sababu ulitoa zaka sana, sio kwa sababu wewe huna dhambi, ni kwa sababu ulipendwa. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hebu nikuonyeshe kidogo tuangalie kidogo lugha ya asili ya Agano Jipya jinsi ilivyoandikwa. Usichanganywe na hayo maherufi unayoyaona hapo. Nimeyaweka tu maherufi hapo kwenye skrini kwa sababu ninatazamwa pia na baadhi ya wanazuoni wa theolojia ambao wao wataenda pia kufundisha hili, kwa inaenda kwa undani zaidi. Wewe sikuchanganya. Angalia maneno yaliyowekwa hapo, unayoyaona hayo maneno hapo mbele. Hayo maneno unayoyatazama hapo ni maneno ya lugha ya Kiyunani. Kwa haraka yanasomwa al entoitis pasin hypernikomen dia tou agapesantos hemas. Ndivyo ambavyo yanasomeka hivyo. Sasa kuna maneno nataka tuyadadavue, tuyachukue pembeni, ambao ni ya muhimu sana. Neno la kwanza ambalo nataka tulichukue ni neno ambalo tumeliona hapo, al entoitis pasin. Wow, hilo tuachane nalo kwanza. Ni neno ambalo tumeliona la kwanza ni hypernikomen, zaidi ya washindi. Hebu tuende vizuri. Hypernikomen, zaidi ya washindi. Tulikate hili neno, tulikate vizuri. Neno nikomen ni neno washindi. Kwa hiyo kama ni washindi, neno nikomen, ndipo utajua kwamba ukiyaunganisha vizuri, hypernikomen ni zaidi ya washindi. Sasa kwa neno hili la Kiswahili tukasema zaidi ya washindi, lakini katika lugha ya Kiyunani linamaanisha juu ya kushinda. Si kushinda tu, bali kushinda kwa kiwango cha juu sana, au kushinda kwa nguvu kubwa mno. Maneno haya yanaleta wazo la kuwa na ushindi kamili wa jumla. Nitazame mkono wangu hapa ambao nautolea mfano. Mshindi ni yule ambaye atapanda atafika hapa. Huyu anaitwa mshindi. Kwa hiyo sisi kile ambacho tumepewa na Kristo Yesu, ina maana kwamba tukipandishwa na Yesu kwa msaada wake, akatupandisha tukafika hapa, sisi ni washindi. Lakini Yesu alichokifanya sasa, akatutoa hapa katika ushindi, akaturusha mpaka kule juu, zaidi ya washindi. Kwa hiyo kama kushinda ilikuwa ni hapa, tukapanda zaidi, tukapanda zaidi, tukapanda zaidi, tukapanda zaidi, tukapanda zaidi. Haleluya! Shetani hataki ujue hili, kwa sababu ukijua kwamba wewe ni zaidi ya mshindi, kwanza hutamuogopa. Na usipomwogopa shetani, unamdhoofisha. Ukimwogopa, unampa nguvu. Kwa hiyo haijalishi makelele yake kwenye ndoa yako ni makubwa kiasi gani, wewe ni zaidi ya mshindi. Haijalishi makelele yake kwenye ndoa yako na familia yako na biashara yako ni makubwa kiasi gani, wewe ni zaidi ya mshindi. Ni zaidi ya mshindi. Huenda ikawa unanitazama sasa hivi
na unaweza kwenda kuvuta bangi, maana unaita kwamba ndio urahibu wako. Heroin, cocaine, pombe, jamii zote ziseme, kucheza kamari, kubeti, ambayo ni mojawapo ya urahibu. Umejaribu kuacha, imeshindikana. Yote hayo nataka nikwambie, unapoona kwamba hizo tabia zimekushinda, umezifanya ziko juu yako, lakini unapoziona ya kwamba tayari zimeshindwa kupitia Kristo Yesu, umezifanya kuwa chini yako. Kwa hiyo hatua ya kutoka hapo ni rahisi, maana unachomoka ukiwa tayari wewe ni mshindi, hatua kwa hatua. Tabia za watu ambao wanapambana wakiwa wamesimama katika ushindi, tabia ya tatu, wanaamini kwamba ushindi ni zawadi, sio tuzo au malipo. Wale wa kundi la kwanza, wale ambao wanapambana ili washinde, wao ushindi ni malipo, ni matokeo ya jitihada zao. Kwa hiyo hata kama katika mdomo wake anajaribiwa kusema nilifanikiwa kwa sababu nilifunga sana, nilifanikiwa kwa sababu nilifanya hivi na hivi. Hili kundi la pili, wao wanaona ushindi wao ni zawadi waliopewa na Kristo Yesu. Kwa kuwa nguvu za kushinda wanapewa na Kristo Yesu, sio jitihada zao. Akili ya kwamba aombeje anapewa na Roho Mtakatifu. Angalia vizuri hii kitu inavyoenda. Hata akili ya kuomba anapewa na Roho Mtakatifu. Maneno ya kutamka katika maombi anafundishwa na Roho Mtakatifu. Kwa kuwa na Roho naye hutuombea katika kuugua kusikotamkika. Kwa hata namna ya kumwendea Mungu, akijikuta ametamka neno lenye nguvu katika maombi, hajiinui yeye, anamtukuza Mungu, kwa kuwa Mungu ndiye amemwezesha kupitia Roho Mtakatifu. Kwa muujiza unaotendeka, sio jitihada binafsi, ni Mungu atendaye kazi ndani yake. Ndio maana hawajilaumu kwa lolote. Kundi la kwanza wanajilaumu, nina dhambi gani ambayo Mungu hasikii mpaka leo hanitendei? Kundi la pili wanasema, nimesamehewa dhambi zangu zote kupitia Yesu Kristo, nasimama nikiwa mshindi. Ninaamini ya kwamba kile ambacho nakihitaji kupitia Kristo Yesu kimekamilika. Kwa hiyo kiko njiani nikione physically, lakini rohoni kimetimia tayari. Ona wanavyo relax, hawana msongo wa mawazo. Ushindi ni zawadi, sio tuzo. Haleluya! Ushindi kwao sio kitu tunachoshinda kwa juhudi zetu, bali ni zawadi tunayopokea kwa neema. Tumepata ushindi kwa kupitia Kristo, na juhudi zetu ni kuishi ndani yake. Kama kuna juhudi unataka kuifanya, ni kuishi ndani ya Kristo, ni kubaki ndani ya Kristo. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, ombeni lolote nitawapa. Umeona sharti? Kaa ndani yangu. Ukishakaa ndani yake na yeye ndani yako, anasema ombeni lolote. Hata kama ukiona unachokiomba kimechelewa, huna stress. Maana kama binadamu, kuna wakati unajikuta umeomba vitu ambavyo si sahihi kwako kwa wakati huo, ila ni sahihi kwako kwa wakati ujao. Kwa Mungu, badala ya kukupa kile unachokitaka sasa, anakuandaa ili siku akikupa kisikuletee madhara. Wakati mwingine, kwa sababu bado ni binadamu, tunaishi hapa, tuna damu na nyama, kuna wakati tuliomba vitu ambavyo si sahihi kwa vile tulivitazama katika jicho la nyama, na Mungu akajua kwamba si sahihi. Kwa hiyo ukishaelewa hili, ukishamwambia Mungu, una relax, kwa sababu yeye anajua mwenyewe. Acha Mungu mwenyewe akuletee kitu ambacho ni sahihi, kwa sababu ana akili na upendo hata kuliko unavyojipenda we mwenyewe. Tabia nyingine ni kuishi katika utambulisho sahihi. Nimekuwa na series za masomo ya siku 4 pale Magomeni, wale ambao wamefuatilia wiki iliyopita, nikielezea namna ya utambulisho wako. Watu wengi wanafeli hapa katika utambulisho. Kama hujitambui kwamba wewe ni nani, kuna vitu vingi sana unakosa. Kuna haki zako za msingi unazikosa. Hata mahakamani, kuna watu wengi sana wanakosa haki zao mahakamani kwa sababu hawajui haki zao. Hawajitambui kwamba kuna haki ya raia wa Tanzania, kuna haki ya raia wa Kenya, kuna haki ya raia wa Kongo, kuna haki ya raia wa Burundi, Uganda, kuna haki ya raia wa Marekani. Unapokuwa ni raia, kuna haki zako, kwa hiyo lazima usijue. Ukiona maisha ya Paulo, wakati alipotendewa wakati fulani, walijua kwa sababu Paulo ana ngozi ya Kiyahudi, wanamjua ni Myahudi. Kuna siku moja walimtendea kitu ambacho hakupaswa kutendewa kwa sababu ana uraia wa Kirumi. Alipojua akamwambia, mimi ni Mrumi, kwa hiyo mlichonitendea Mrumi hapaswi kutendewa hivyo. Vivyo hivyo wewe unanitazama,
ni mtoto wa kifalme chini ya taifa takatifu, mtu wa milki ya Mungu. Wewe ni raia wa ufalme wa Mungu. Kuna vitu ambavyo ni haki yako. Watu ambao wanapambana wakiwa wamesimama kwenye ushindi wanatambua utambulisho wao sahihi. Vita vyetu sasa si kutafuta kuthibitisha thamani yetu, bali ni kusimama imara katika utambulisho wetu kama watoto wa Mungu. Huu utambulisho unatusaidia kuishi kwa ushindi na kwa ujasiri. Raia wa Tanzania lakini hajui haki zake za msingi. Kwa kuna saa anapambana ili kupata haki badala ya kusimamia haki yake. Vitu vili tofauti kabisa. Sikiliza vizuri. Kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 4 fungu la 4, Biblia inasema, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Hili andiko likupe ujasiri, likupe uelewa, ili uweze kuelewa kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Sikiliza, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu. Kitendo cha wewe kuwa chanzo chako ni Mungu, anakuambia tayari umewashinda mawakala wote ambao chanzo chao ni kwingine. Sasa unasema, mchungaji, kwani shetani aliwahi kuumba mtu? Sikiliza vizuri. Anaposema mwatokana na Mungu ni kwa sababu zifuatazo. Kwa uumbaji sisi wote tumeumbwa na Mungu, wote. Lakini hapo katikati tulikabidhi ubini wetu ukaenda kwa mwingine, kwa sababu wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa walikula tunda, wakatukabidhi kwa utawala mwingine. Anapokuja Kristo Yesu anatukomboa kutoka kwenye huo utawala mwingine. Ndiyo maana anapoongea na Nikodemu kuhusu ubatizo wa kuzamishwa ndani ya maji, Yesu anamwambia Nikodemu, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Maana alimwambia Nikodemu, mtu hawezi kurithi ufalme asipozaliwa mara ya pili, asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Ndipo Nikodemu anaongea habari ya kuzaliwa katika mwili. Yesu anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa pale unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndani ya roho yako umezaliwa na Mungu tayari. Kwa hiyo ninyi mwatokana na Mungu, na kwa sababu mwatokana na Mungu, kuna ambaye anaishi ndani yangu. Kwa hiyo mwili wako unakuwa ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mungu anaishi ndani yako kwa njia ya Roho Mtakatifu. Turudi katika maandiko haya, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu ya yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Na stop hapa kidogo akili yako, kwa sababu kuna kitu nataka uvitafakari kwenye ubongo wako vizuri kabisa. Sikiliza. Dini, religion, inawafanya watu wamuone Mungu yuko mbali. Inawafanya watu wamuone Mungu yuko juu mbinguni. Najua kuna maandiko ya kutosha kabisa yanasema hivyo. Usiwe na wasiwasi, tutaiangalia vizuri. Inawafanya watu hata wanapoomba wanapata picha ya Mungu aketie kwenye kiti fulani huko juu mbali kabisa. Najua kuna maandiko yanaonyesha hivyo. Hiyo ni lugha ya kibinadamu kumwelezea Mungu. Lakini spirituality, hali ya kiroho, inakuonyesha kwamba Mungu hayuko mbali nawe. Anasema Mtume Paulo, hayuko mbali nasi, japo tunamtafuta kwa kupapasa. Hayuko mbali nasi. Kiroho unaonyeshwa ya kwamba Mungu anaishi ndani yako wewe hapo ulipo. Ndiyo, yuko ndani yenu. Ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Angalia maandiko vizuri sana. Ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu ya yeye aliye ndani yenu. Yanarudiwa mara nyingi. Haituambii kwa ajili ya yeye aliye angani. Hasemi kwa ajili ya yeye aliye mawinguni. Anasema yeye yuko ndani yako. Na mimi nakwambia kuanzia leo, amini kinachokuambia. Uliyempokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Mungu anaishi ndani yako. Ukielewa hili, utaongea na Mungu ukijua hayuko mbali nawe. Yuko chumbani kwako, yuko sebuleni kwako, hapo unaponitazama sasa hivi. Hii inatupa ushindi na ushahidi ya kwamba hata leo tunapoomba, huna haja ya mchungaji Mbaga kuwa hapo ndani kwako, kwa sababu huyu Mungu yuko hapo sasa hivi.
Yaani mimi unavyoniona ni chombo tu kinachotumiwa na huyu Mungu kujibu mambo yako, na hapo ulipo kuna jibu liko tayari hapo hapo. Unapokea uponyaji hapo hapo unaponitazama sasa hivi. Hapo hapo unaponitazama, pepo wakisikia hii sauti wanakimbia, kwa sababu hapo hapo ulipo Mungu yupo. Nimepokea shuhuda nyingi za watu ambao wameangalia vipindi hivi kwa kutazama tu, wakatokwa na pepo straight. Amin. Sikiliza, Mfalme Daudi ni kielelezo cha mtindo wa kupigana kutoka kwa ushindi. Vita vyake dhidi ya Goliath, ukivitazama vizuri, unajua kwamba Daudi alikuwa amesimama kwenye ushindi. Sauli alikuwa anapigana ili ashinde. Ndio maana kila siku Sauli na majeshi yake walipokuwa wanaamka asubuhi kwa muda siku 40 wakienda na kutukanwa na Wafilisti, walikuwa wanarudi kwenye kambi yao na mahema yao, wanakula chakula, wanalala, hawapigani, maana wanaogopa. Wakiangalia ukubwa wa Goliati na silaha zao, wanaona hawawezi kushinda. Kumbe katika ulimwengu wa kiroho Goliati alikuwa ameshindwa zamani. Ilihitajika mtu ambaye anajua kile ambacho kimefanyika katika ulimwengu usioonekana. Sikiliza maneno yao wawili hawa tofauti. Daudi amekuja kwa ajili ya kuleta chakula kwa ndugu zake, hakuja vitani, japo ndugu zake walimhisi vibaya, wakamwambia tunajua tabia yako, umekuja kuangalia vita. Lakini alikuja tu kwa ajili ya kuleta chakula kama alivyotumwa na babake. Amefika pale akauliza, maana amesikia matusi. Yeye anajua kupigana, akiwa amesimama kwenye ushindi, kwamba kila kitu kimeshashindwa tayari, kazi yetu ni kwenda tu kufanyia kazi ule ushindi. Aliposikia akauliza maswali, huyu Mfilisti mmemwacha? Ndipo anaelezwa, anaambiwa hakuna anayeweza kumsogelea, maana wao wote walioko pale, jumlisha na kaka zake Daudi, wanapigana ili washinde. Kwa hiyo wanaangalia silaha walizonazo, wanaangalia maumbo walionayo, wanaangalia uzoefu walionao. Ndio maana wanajikuta wamefungwa na woga na hofu. Kama wewe unavyonitazama, unaangalia ulicho nacho, unaangalia akaunti yako, unaangalia wanaokuzunguka, hofu imekushika, umeshindwa kuanzisha biashara. Daudi alipofika pale, cha kwanza alichouliza ni kwamba mambo yakoje na kwa nini watu wameacha. Akaambiwa kwamba huyu jamaa ana uwezo mkubwa. Akasema mimi naweza kumkabili. Daudi kwa umbo ni mdogo, sio mdogo kwa Goliati tu, ni mdogo kwa Sauli, ni mdogo kwa kaka zake, kwa umbo na kwa umri, lakini nasema mimi namuweza huyu. Anapopelekewa taarifa mfalme Sauli ya kwamba kuna bwana mdogo yuko hapa, anasema atamkabili Goliati, kwanza anashindwa kuelewa akilini mwake, kwa sababu huyu bwana mdogo hata kuandikishwa katika listi ya wanajeshi hakuwepo, maana hakuwa na sifa ya kuingia jeshini. Lakini afanyeje? Ametokea mtu ambaye ni jasiri na wote wanaogopa, hawezi kumkatisha tamaa direct, japo anamkatisha tamaa kwa maneno. Anamwambia wewe ni mdogo, na huyu ambao unapambana naye ana uzoefu mkubwa wa vita kuliko wewe. Ndipo Daudi anamsimulia, maana yeye anajua kwamba kila vita iliyotokea tayari imeshindwa tayari. Katika ulimwengu wa kiroho tunakuja tu kuiona manifestations, tunaiona kimwili tayari, kama tutakubali kwenda kukamilisha imani yetu. Ndipo anampa stori za dubu. Dubu ni mkubwa sana. Wanaojua dubu wanaelewa ukubwa wa dubu. Dubu ni mkubwa, ni mkubwa kuliko simba kwa umbo. Lakini anamsimulia, anamwambia nimewahi kuua dubu. Anasimulia kwa ushindi kabisa, akijua ameshawahi kuua. Lakini cha pili anasema nimewahi kuua simba peke yake, peke yake. Na anakiri kabisa kwamba hata wakati mwingine nimewahi kuwanyang'anya simba mwanakondoo katika mdomo akiwa ameshika ndevu zake. Hiki sio kitu cha kawaida, kwa kuwa yeye anapomtazama simba hamuoni kama simba, anamtazama kama simba aliyeshindwa tayari. Niliwahi kuona Wamasai, ile video huenda na umeshaiona, ambao walimfukuza simba akiwa ana mawindo yake. Walienda kwa ujasiri.
Unajua, ukimtazama twiga na simba, twiga ni mkubwa, lakini kinachofanya twiga akimbie ni kwa sababu akimwona simba akili yake imemwona adui anayemla nyama, na kinachofanya simba amshinde twiga ni kwa sababu simba akimwona twiga anachoona ni kwamba ni chakula changu na nimekishinda tayari. Tatizo ni mtazamo wako. When you change the way you look at things, things you look at will change. Unapobadilisha namna unavyovitazama vitu, vitu unavyovitazama vitabadilika. Kwa ni kitu kile kile, lakini mtazamo wako unabadilisha kila kitu. Mimi sijui unapitia kitu gani. Ushindi ni hakika kupitia Yesu Kristo, maana ameshashinda tayari. Daudi aliamini katika imani ya agano. Imani ya agano. Angalia slide yako kwa haraka tunapokaribia kufunga. Angalia hapo kwenye screen yako wa redio ninawasomea. Daudi alipokutana na Goliathi alisema, wewe unakuja kwangu kwa upanga, bali mimi nakuja kwako kwa jina la Bwana wa majeshi. Daudi hakupigana kuthibitisha uwezo wake. Alipigana ili kuimarisha ushindi ambao alikuwa nao kupitia agano la Mungu. Mungu alitangaza akasema, hakuna adui atakayeweza kusimama mbele yenu. Alisimamia tu ahadi hiyo tu, na alisimama akiamini ya kwamba ahadi hii ni ya kweli. Mungu ndiye kituo cha umakini au mtazamo na sio adui. Attention au focus. Unatazama Mungu au unatazama shida zako? Unamtazama Mungu au unatazama adui zako? Daudi ajikita katika ukuu wa Mungu badala ya ukubwa wa Goliati. Alisema vita ni vya Bwana. Wewe unanitazama, usifanye vita kwa ya kwako. Usianze kusema watu wanakushambulia. Wameshambulia urithi wa Bwana. Wewe ni urithi wa Bwana. Bwana atapigana vita yake. Daudi alipojua ukuu wa Mungu, maana kuna wakati alitetereka, akaandika shairi moja hapo, anasema, nakushukuru Mungu ufundishaye vidole vyangu kupigana. Kwa hiyo hata kupigana Mungu atakufundisha, maana yeye ameshamaliza adui tayari. Samueli wa kwanza 17:45, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe wanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Tuliza akili yako hapo. Nikuulize swali. Daudi alienda kupigana akiwa ameshika jina la Mungu mkononi? Hakuna. Daudi alikuwa na mawe matatu, alikuwa na kombeo. Lakini umeona katika mazungumzo yake anapoongea na Mfilisti, hataji habari ya mawe, hataji habari ya kombeo. Anataja habari ya Mungu. Focus ya Daudi ilikuwa ni Mungu. Focus yake ilikuwa ni Mungu. Focus yake ilikuwa ni Mungu. Kwa kuwa ilikuwa ni Mungu, Mungu akatumia vitu alivyo navyo. Mungu akatumia mawe. Mungu akatumia jiwe. Badilisha mtazamo wako, mtazame Mungu. Mungu atatumia kidogo ulicho nacho kukuletea baraka. Usianze kutazama uchache, tazama Mungu. Usianze kutazama mtoto wako anapofeli darasani unasema atakuwa mtoto wa nani. Sio kila aliyefaulu darasani amekuwa na maisha mazuri. Mtazame Mungu. Tunafanyaje katika maisha hapa? Tunapokaribia kumalizia hapa, kwa haraka haraka nifuatilie hapa uone. Sikiliza. Jinsi tunavyoweza kupigana kutoka kwenye ushindi leo. Naenda kwa spidi kubwa ili tuingie kwenye maombi. Namba 1, jua utambulisho wako katika Kristo. Wewe ni mtoto wa Mungu, tayari ni mshindi katika Kristo. Vita yako si ya kutafuta kuthibitisha hili, bali ni kuishi ndani yake. Hata ukitamka, tamka kama mtu ambaye anajitambua. Tamka ushindi. Namba 2, simama kwenye neno la Mungu. Biblia imejaa ahadi zinazokukumbusha ushindi wetu katika Kristo. Wakati changamoto zinapojitokeza, tangaza ahadi hizi juu ya maisha yako. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hiyo ni kwa ajili ya ushindi. Baraka ya kiuchumi. Utabarikiwa mashambani, utabarikiwa mjini.
Utabarikiwa utokapo, utabarikiwa uingiapo. Tamka hayo. Acha kusema mimi naona uchumi umekuwa mgumu, naona maisha yangu ni magumu, naona kila anachofanya hakiendi. Unapotamka hayo unajiongezea matatizo. Tamka ushindi, badilisha. Namba 4, tumia silaha ya mapumziko, sio stress. Shetani anapenda msongo. Katika msongo anavutiwa ili akae hapo. Pigana kwa umepumzika ndani ya Kristo Yesu. Mapumziko ni silaha ya nguvu katika vita vya kiroho. Pumzika katika uhakika kwamba vita tayari vimeshindwa au vimeshindiwa, na Mungu atapigana kwa niaba yako, na amepigana tayari na ameshinda tayari. Kutoka 14 fungu la 14, Waebrania 4:10. Namba 5, ishi kwa neema, si kwa hatia. Ndio, hakuna yeyote anayenitazama hapa ambaye anaweza kuniambia hajawahi kutenda dhambi. Dhambi zilizopita ulishazitubia. Usizifanye kuwa ni kikwazo leo. Na ikiwa kuna yoyote ambao Roho Mtakatifu amekukumbusha, tubu. Sasa hivi unavyonitazama hapa, ongea ndani ya moyo wako. Sio lazima mtu akusikia aliko pembeni yako. Sasa hivi hapo ulipo, tubu. Na ukitubu, amini, umesamehewa. Huko mbele kuna mitego iko mbele, amini, utaivuka kwa neema ya Kristo. Ukijikuta umeanguka, rudi kwenye toba, omba ushindi. Kila kitu umewekewa tayari. Ishi kwa neema, sio kwa hatia. Isaya 54 fungu la 17, hakuna silaha itakayofanikiwa dhidi yako, na wala kila ulimi utakaoinuka dhidi yako utakao kuhukumu. Hii ni urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao itatoka kwangu, asema Bwana. Waebrania 4:10 utaisoma kwa muda wako. Inaonyesha kwamba unapoingia katika pumziko ni kama vile Mungu alivyoacha kufanya kazi zake. Pastor, maana yake ni nini? Mungu aliumba kwa siku 6, ya 7 akapumzika. Kazi ziliisha. Lakini je, mimea haiendelei kuota? Inaendelea. Kwa lugha nyingine, kile ambacho Kristo alichokutendea msalabani akasema imekwisha, kilinganisha na kitabu cha Mwanzo sura ya 2, kwamba Mungu akafanya kazi zake zote akamaliza, akapumzika siku ya 7. Si kwamba alichoka, ni kwamba kazi ziliisha. Yesu anaposema imekwisha pale msalabani, kila kitu kinachohitajika ili kukupatia ushindi kimekamilika, na amekushindia. Rafiki yangu unanitazama, Kristo ameshinda. Pigana ukiwa umesimama katika ushindi, ambapo kazi yako itakuwa ni kutekeleza maelekezo ya kumaliza adui ambaye ameshindwa tayari. Usiruhusu ukawa na msongo kupitiliza hadi ukasahau kuomba, hadi ukaumiza mwili wako. Msijisumbue kwa neno lolote, isipokuwa katika kila jambo kwa kusali na kuomba haja zenu zijulikane na Bwana. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mafungu yote yanatufundisha kupumzika ndani ya Kristo. Hii haina maana kwamba utakuwa mzembe, bali utakuwa na akili iliyotulia kupokea maelekezo ya Roho. Tunapoingia kuomba sasa, endelea kutuma ujumbe wako. Endelea kutuma kwenye simu, na wengine naona mnaendelea kutuma hapo kwenye YouTube. Endelea kutuma. Sio lazima tuweze kusoma jumbe zote, lakini kwa uwezo wa Mungu anakwenda kumjibu kila mmoja aliyeko hapa kwa namna ya pekee. Tuma shuhuda zenu, komenti hapo kila ambacho Mungu amekutendea. Usisahau, washirikishe wengi habari hii ili wengi waweze kufunguliwa, wengi waondokane na msongo wa mawazo, wengi waache kujiua, wajue katika Kristo Yesu tuna ushindi. Unapitia kitu gani? Tunaomba tukiwa tumesimama katika ushindi sasa. Kione kikiwa kinaachia, kione kikiwa kinaondoka, chochote kwa jina la Yesu Kristo. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya ushindi ambao Kristo Yesu ametupatia pale msalabani. Akazishinda nguvu za giza, akazikanyaga, akazifanya kuwa mkogo,
kwa ushindi, akashinda mpaka mauti. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tunapokea baraka kupitia Yesu Kristo. Asante Mungu kwa zawadi hii. Ninaomba kwa ajili ya mtoto wako ambaye anafuatilia kipindi hiki sasa, anapitia jambo gani, changamoto gani, naomba ukapate kumpigania. Naomba ukampe ushindi, kwa kuwa tayari ushindi upo. Ni kiasi cha kumpatia tu. Ulishinda tayari, upo. Ni kiasi cha yeye tu kuupokea. Mpatie aweze kuupokea, aweze kuona kwa njia ya imani, na mwisho akauone katika macho ya damu na nyama. Unanitazama, taja ile changamoto yako sasa. Itaje. Ikiwa ni ugonjwa, utaje. Na ugonjwa wako uambie ukuu wa Mungu wako. Ni changamoto za kiuchumi, ziambie ukuu wa Mungu wako. Ni changamoto za madeni, chochote kile, taja sasa. Kiambie, Mungu wangu ni mkuu na amekutoa tayari. Kiambie. Maana hiyo ni roho. Kiambie amekutoa tayari. Iambie hasira yako, Mungu amekutoa tayari, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Baba, maana umetenda na utaendelea kutenda. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Tumesikia